Naitwa Stewart Josia Nombo, mwenyekiti wa halmashauri ya Nyasa. Nipo hapa leo Nyasa kama mjumbe wa ALAT mkoa wa Ruvuma, na leo tulikuwa na kikao kwa ajili ya ni kikao cha kwanza cha uongozi ALAT mkoa wa Ruvuma kwa ajili ya uchaguzi wa uongozi huo wa jumuiya hiyo ya serikali za mitaa. Kwa hiyo katika uchaguzi huo na mimi ni miongoni ya watu waliotia nia kugombea nafasi za uongozi katika mkoa huo wa Ruvuma. Nafasi hizo ambazo tuligombea, na mimi namshukuru Mungu, kwa bahati nzuri nimeweza kufanikiwa kuwa mwenyekiti wa kamati ya ALAT mkoa wa Ruvuma. Baada ya uchaguzi huo na viongozi wengine wamechaguliwa kamati mbalimbali pamoja na makamu wa ALAT mkoa wa Ruvuma. Lakini pamoja na hayo tulikuwa tunajadili juu ya mambo mbalimbali ikiwepo kwanza mapato kwenye halmashauri zetu, lakini ya pili mapato kwenye ALAT. Lakini la tatu tumezungumza zaidi mahusiano kati ya madiwani na watendaji, lakini kati ya madiwani na ya wenyeviti na wakurugenzi na wataalamu kwa ujumla. Ya nne tumezungumzia mambo mengi ambayo yataleta ushirikiano ili kuzijenga halmashauri zetu na mkoa wa Ruvuma. Jina langu ni Khalid Khalifa, ndiye katibu wa jumuiya ya tawala za mitaa ALAT mkoa wa Ruvuma. Siku ya leo wilaya ya Nyasa imepata bahati na heshima kubwa ya kuwa mwenyeji wa mkutano mkuu wa kwanza wa ALAT mkoa wa Ruvuma ambao umefanyika kwa weledi mkubwa na umehudhuriwa kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu wajumbe wote wameweza kuhudhuria na kwa wakati. Jumuiya ya tawala za mitaa kitaifa ina lengo kubwa la kuhakikisha kwamba mamlaka za serikali za mitaa nchini zinakuwa na ustawi kwa maana ya majukumu yake ya msingi kama vile ukusanyaji wa mapato, usimamizi wa miradi mbalimbali ya maendeleo, lakini kubwa zaidi ni utoaji wa huduma kwa wananchi. Katika ustawi wa mamlaka hizi za serikali za mitaa, kikao chetu cha leo cha ALAT mkoa wa Ruvuma kimesisitiza sana uwepo wa mshikamano baina ya wataalamu. Aidha, kikao kimehusisha pia ukumbusho uliotolewa kwa wajumbe kuhakikisha kwamba wanakuwa mabalozi wazuri wa serikali za mitaa katika maeneo yao kwa kuimarisha tabia njema, lakini vile vile mshikamano kati ya watumishi pamoja na vyombo vya siasa. Vile vile kikao chetu cha leo kimesisitiza uwepo wa ALAT imara ya mkoa, lakini ngazi ya taifa, kwa kuweza kutoa michango kwa wakati kwa kila halmashauri katika mfuko wa ALAT mkoa na mfuko wa ALAT taifa, ili vikao viweze kufanyika kwa wakati na maagizo ambayo yanakuwa yanafikiwa katika vikao hivyo yaweze kutimizwa na kutekelezwa kwa wakati. Ni kikao ambacho kimefanya pia uchaguzi wa uongozi mpya wa nafasi mbalimbali kama vile mwenyekiti wa ALAT mkoa na makamu wake wa ALAT, makamu wa mwenyekiti wa ALAT mkoa, lakini katibu, na pia nafasi za kikanuni ambazo ni za wasemi, nafasi 3 za wawakilishi katika ALAT taifa. Halmashauri zetu zinaendeshwa kwa sera, miongozo, taratibu na sheria, lakini changamoto ambazo za kuendesha halmashauri nyinyi waheshimiwa wenyeviti ndio ambao mnaziona, mnazitambua. Muda mwingine tunaingia kwenye migogoro na wakurugenzi wetu, sio kwamba wakurugenzi wanapenda kufanya vile, ila miongozo wanayoisimamia ndiyo ambayo inaelekeza kufanya vile. Sasa kama nyinyi inawagusa moja kwa moja, sehemu yenu ya kwenda kusema au ya kutoa kero zenu kupitia chombo hiki cha ALAT, mnaweza mkaangalia changamoto, mkajadili kwa pamoja. Wale wawakilishi wa kitaifa wanapozibeba, basi zikifika kwa wakubwa zinakuwa na uwezekano wa kufanyia sera au marekebisho mbalimbali. Kitu kingine ambacho mkoa kama unapenda kusisitiza kupitia chombo hiki ni umoja. Pasipo na umoja hatuwezi kufanya kazi, hatuwezi kufikia malengo ambayo tumejiwekea kama ALAT mkoa au kama halmashauri kwa ujumla. Kazi yako nafikiri ni kubwa sana, kuangalia kwamba kila halmashauri kuna kuwepo na umoja kati ya kurugenzi pamoja na mwenyekiti au kati ya wataalamu pamoja na waheshimiwa madiwani. Tusisubiri mpaka jambo limekuwa kubwa. Chombo hiki kazi yake kingine ni kuangalia ndani ya halmashauri kuna kuwepo na umoja, amani, utulivu. Migogoro mingine inatokea ni kwa kukosa tu uelewa. Kuna wenyeviti wengi ni wageni katika mkoa wetu. Kwa hiyo chukua uzoefu wako kuwapa elimu, miongozo namna gani ya kuendesha halmashauri ili mwisho wa siku
hii miaka mitano iishe kwa amani bila migogoro na halmashauri zetu ziweze kuwaletea wananchi maendeleo. Veronica Robert Mlangala, diwani viti maalum, inatokea jimbo la Nyasa. Leo tumefanya uchaguzi kwenye mkoa wa Ruvuma, tumefanya uchaguzi wa alati kimkoa. Nimebahatika, nimepata nafasi ya ukatibu kwa ajili ya kuwakilisha wanawake wenzangu. Kwa hiyo nashukuru sana, uchaguzi umefanyika kwa amani na nimeshinda, na hili nitaifanyia kazi nafasi ya wanawake kwa kuwakilisha wanawake wenzangu kwenye mkoa wetu wa Ruvuma.